Karibu sana kwenye kipindi kingine cha The Boardroom. Naitwa Baby Kabai na karibisha sana. Kipindi cha Boardroom ni kipindi cha mkutano ambapo watu wanakaa pamoja, wanajadili mambo makubwa ambayo yanaweza kusaidia taifa, yanaweza kusaidia hata masuala ya kimataifa. Na leo nipo na wageni wangu wawili, tunakuja na habari njema. Kwa sababu najua tukishafika mwezi wa 3 ni mwezi wa wanawake. Tuna siku na tarehe yetu ya tarehe 8 mwezi wa 3 ambayo inajulikana duniani kama siku ya wanawake duniani. Lakini sasa hivi imekuwa zaidi ya siku, imekuwa mwezi mzima. Mwezi wa 3 kuna mambo mengi yanayotokea kwenye upande wa wanawake. Leo nipo na wanawake wenzangu hapa, mamalkia wa nguvu wamefika hapa, na ningeanza kuwatambulisha alafu nikwambie kwa nini leo nipo nao hawa. Upande wa kulia kwangu nipo na Malkia Mary Stephen Mniwasa. Yeye ni Chief Legal Counsel au mwanasheria kiongozi wa soko la hisa na katibu wa bodi ya wakurugenzi hapo DSC. Karibu sana Malkia. Asante sana baby. Asante. Na kushoto kwangu nipo na Malkia Happiness Lodrick Mushi. Yeye ni msimamizi wa kitengo cha usimamizi wa vihatarishi na uzingatiaji wa sheria na taratibu. Yaani ni neno refu, lakini kwa Kiingereza Head of Risk and Compliance. Ametoka pia Dar es Salaam Stock Exchange ama soko la hisa Dar es Salaam. Karibu sana Malkia. Asante sana. Sasa basi, karibuni. Asante. Leo tumekuja kuzungumza jambo ambalo kwa mtazamaji ambaye labda inaweza kuwa mara ya kwanza kusikiliza ni Ring the Bell for Gender Equality. Hapa tunasema ni jambo ambalo inatoka kwenye stock exchange zote duniani. Huwa mnakuwa na ishara ile ya kupiga kengele wakati kuna jambo jipya ama kuna kitu nataka kuzindua ama kuna levels au goals kubwa amefikia. Kama sijakosea, si ndio ile mnapiga kengele wakati kuna jambo jema, mnaelewa, kwenye soko nikimaanisha soko la hisa. Lakini sasa hivi tunataka kupiga kengele kwa kuonesha gender equality, ambao hapo tunasema usawa wa kijinsia, na tunatumia kauli mbiu pia ya siku ya wanawake duniani ambayo ni kauli mbiu moja ambayo inasema Rights, Justice, Action for all women. Kwa Kiswahili, usawa, haki, hatua kwa wanawake na wasichana wote, for all women and girls. Kwa hivyo hata mabinti zetu hawajaachwa nyuma, na pia wakiwa wanakuwa wanaelewa kwamba kuna umuhimu wa usawa wa kijinsia, kuna umuhimu wa haki na kuna umuhimu wa kuchukua hatua. Sasa nimefikiria nikasema, kwa nini inawahusu nyinyi kwenye upande wa soko la hisa? Tunapiga hii kengele, tunaashiria nini? Karibu sana Mary Stephen Mniwasa. Asante. Nitalijibu hilo swala, lakini kwa kurudi nyuma kidogo, kwa nini inatuhusu sisi watu wa soko la hisa? Kwa nini tunaichukulia kwa umuhimu na uzito hii siku ya wanawake duniani? Ni kwa sababu soko la hisa au Dar es Salaam Stock Exchange ni mwanachama au ni partner wa masoko ya hisa endelevu ya UN, United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative. Okay. Soko la hisa Dar es Salaam lilijiunga na UNSSE mwaka 2016. Ndio tulijiunga kwa partner kwenye huo ujumuishi wa masoko ya hisa endelevu, Sustainable Stock Exchanges, mwaka 2016. 2019, of course mchakato ulikuwa ni mrefu, ulianza nyuma kidogo 2017, 18 mpaka 19 tukafanikiwa kuwa full member wa World Federation of Exchanges, okay, WFE. Sasa DSC ni mwanachama wa World Federation of Exchanges, na hii WFE inafanya kazi kwa ukaribu na hii initiative ya UN, United Nations, ya Sustainable Stock Exchanges. Sawa. Na wote kwa pamoja kusherekea wanaadhimisha hii siku ya wanawake duniani
kama moja ya malengo ya United Nations ya masuala ya kuendeleza masuala ya kijinsia. Sawa sawa. Kwa hiyo kwa sababu soko la hisa ni mwanachama wa UN Sustainable Stock Exchanges Initiative, ni mmoja wao, na pia ni mwanachama wa World Federation of Exchanges WFE. Kwa hiyo kwa pamoja sasa soko linaungana na masoko mengine duniani kuadhimisha hii siku ya wanawake duniani, kwa kuangalia masuala ya gender equality kama moja ya misingi ambayo inaangaliwa na UN Sustainable katika zile ESG goals. Okay, kwa hivyo hii ni kwa upande wa masuala ya soko la hisa nyingi duniani, ni siku ambayo ni wanachama wa hizi sehemu mbili wote leo siku ya wanawake wote wanasherehekea wote watagonga kengele. Na katika kugonga kengele kwenye masoko ya hisa kama ulivyoeleza awali, kama kuna tukio la muhimu, kwa mfano ufunguaji wa soko au unafunga soko, kuna kuorodhesha hati fungani labda sokoni au hisa sokoni, mnagonga kengele. Tukio lolote kubwa ambalo linasherekewa sokoni linasherekewa kwa kugonga kengele. Zamani kabisa ilikuwa kwamba kabla ya kufungua soko mnagonga kengele kila siku. Zamani kabisa. Lakini sasa kwa maendeleo ya teknolojia na watu wanafanya hizi uuzaji na ununuzi wa hisa mitandaoni, huo utamaduni ukaachwa na unaendelezwa kwa kufanya kwenye matukio muhimu. Kama kuna listings, kama kuna uorodheshaji wa bidhaa sokoni, mnagonga kengele, au kuna sherehe kubwa kwenye ufunguzi au ufungaji, mnagonga kengele. Na sisi kwenye soko la hisa mara nyingi sherehe zetu huwa tunagonga kengele saa 4 wakati soko linafunguliwa. Kwa hiyo saa 4 asubuhi wakati biashara ya hisa inaanza, sasa soko limefunguliwa, ile trading inaanza, mnagonga kengele. Kwa hiyo tutagonga kengele saa 4 ili kuashiria kuidhinisha kusherekea hii siku ya wanawake duniani. Na tutafanya hivyo siku ya tarehe 6. Sawa sawa, ambayo itakuwa kesho kutwa, itakuwa siku ya Ijumaa. Sawa sawa. Na nikiangalia hivi, tunaangalia vile tutagonga kengele kwa ajili ya usawa wa kijinsia. Mkiwa mmetoka kwenye masoko ya hisa, hapa tukisema Dar es Salaam Stock Exchange au soko la hisa la Dar es Salaam ikiwa moja wapo, lakini tumejua sasa kutokana na historia iliyotupatia kwamba itakuwa jukumu la masoko mengi duniani yatakuwa yanafanya hivi. Nikiangalia kwenye upande wa soko la hisa, kuna wanawake wengi, kuna hiyo usawa wa kijinsia ukiangalia hata kwenye sehemu ambazo mnafanya kazi, au ni eneo ambao bado kuna wanawake wachache? Nikizungumzia swala la wanawake wengi au wachache, labda tusiende kwenye uwekezaji, lakini tuende labda kwenye level ya uongozi. Sawa. Nikitolea mfano wa soko lenyewe, kama kampuni ambayo imeorodheshwa sokoni, imejiorodhesha kwenye soko lake, uwiano uko kwamba kwenye management level, uongozi wa soko kwenye level ya management, wanawake wanachukua 40% kwa 60% wanaume. Kwa hiyo tunasogea, tunakaribia kwenda nusu kwa nusu. Sawa sawa. Tuko vizuri, tunaona kwamba tunaelekea kuzuri, tumechukua hatua na tunaelekea kuzuri, kwa sababu kwa siku za nyuma ilikuwa ile uwiano wa wanawake na wanaume ulikuwa chini zaidi ya hapo. Kwa hiyo tunaenda tukisogea, baada ya muda tunaweza tukawa kuna 50 kwa 50. Sawa sawa. Kwenye upande wa kwenye board level pia tumesogea kidogo. Kuanzia mwaka juzi kurudi nyuma, kulikuwa kama 10% tu, lakini sasa hivi ni 40% ya uwiano wa kwenye bodi ya wakurugenzi. Kati ya bodi ya wakurugenzi yenye wakurugenzi 8 pamoja na CEO 2 ni wanawake, lakini nyuma ilikuwa ni mwanamke alikuwa ni mmoja tu. Okay. Wow. Kwa hiyo tunaenda tunasogea. Lakini pia kwenye hili swala la uwakilishi na uongozi, tuna makampuni yetu ambayo yameorodheshwa, na pia tunachukua data kutoka kwao kuangalia, huu usawa wa kijinsia upoje
na kwenye ripoti kila mwaka kuna ripoti ambayo tunatoa kwa kushirikiana na WIMA. WIMA ni Women in Management Tanzania, na kwenye ripoti ya mwaka 2020 waliotoa 2025 ilionyesha kwamba kwa makampuni ambayo yameorodheshwa kwenye hizi nafasi za board of directors wanawake wanashika 22.8 tu. Kwa hiyo wengi ni wanaume. Sio hivyo tu, hata duniani tukiangalia bado wakilishi wanawake kwenye mabunge duniani ni 27.2 tu. Bado iko chini sana. Ripoti ya UN Women wanasema kwamba tunavyoenda na hii progress tunayoenda nayo kufikia ule usawa wa kijinsia itatuchukua karne moja. Kwa hii progress tunaenda nayo ni miaka mingi sana. Nakumbuka sisi tuna malengo ya hivi karibuni ya kuyafikia. Ndiyo. Sasa hii miaka 100 kweli. Kwa hiyo ni kitu ambacho karne moja ni miaka 100 miaka 100, kwa hivyo tunasubiri baada ya miaka 100 ndio tufike kwenye ile usawa kwenye maeneo mengi. Tuna safari ndefu Yes. Sana kama kina mama, lakini ni hongereni kwa sababu mko hapo. Je, mnafikiri nini hasa kwa kutumia tu akili yetu tu? Kwa mfano, ni sisi wanawake hatupendi masuala ya hesabu, namba, ama hatupatiwi nafasi? Nini hasa ambayo inafanya kwenye upande labda wa soko la hisa hatuko wanawake wengi huko, na sijafika hata kwenye wawekezaji, lakini sisi wenyewe kwenye au tunachagua vitu gani kusomea? Nini ambacho kinatufanya kwamba hatuji kujaza hizo nafasi? Okay, kuna mambo mbalimbali. Ya kwanza tunaweza tukaanza na mila na desturi zetu. Kwenye mila na desturi nyingi inamchukua mtoto wa kiume kama yeye ndio nguzo, ndio anaweza, na mtoto wa kike labda hafai kwenda shuleni, hafai kumiliki hizi tools za kiteknolojia, digital tools, na hii inaonekana kabisa kwa research kwamba wanawake wengi hawana hizi zana za teknolojia, ni wachache sana compared na wanaume. Lakini pia hizi mila na desturi zinatengeneza ile zina create ile zina impact mwanamke kuona kwamba mimi labda siwezi sana kama ilivyo mwanaume. Kwa hiyo kitokea nafasi hizi za ajira na hizi opportunities nyingi, yeye anaona kwamba labda si fit sana. Unakuta hata waajiri wengi wanasema mnatuambia ndio tu promote hii gender equality, lakini tukitangaza nafasi za kazi wengi wanajitokeza ni wanaume kuliko wanawake. Hata kuna wengine wanaandika pale tunawapatia kipaumbele wanawake. Yes. Right. Lakini bado ni wachache wanajitokeza, kwa sababu unajua ile kwa asili mara nyingi mwanamke anaweza kujua vitu zaidi kwenye ile kazi, labda anaweza kafit kwa 80%, mwanaume kwa 50%, lakini akaogopa akasema ile 20% mimi bado sija fit, lakini mwanaume kwa ile 50% anaenda anakimbia. Yes, ana ile audacity ile. Yes. Ya ambayo sisi tunakosa. Lakini pia wanawake wanaelemewa na majukumu mbalimbali. Unajua mwanamke anaonekana kama mama, anatakiwa alee familia, yeye akae nyumbani sana, afanye kazi za nyumbani. Kwa hiyo tu inamrudisha nyuma kuweza kuparticipate kwenye hizi shughuli za kiuchumi au kuchangia kwenye uchumi. Au hata kama tupo kazini, unakuta sisi ile biologically unatakiwa uzae, unajua una ile miezi 9 ambayo inakuaffect utendaji wako, bado una miezi 3 ile ya maternity, bado kuna zile ruhusa za hapa na pale, bosi naomba niende hospitali mtoto. Kwa hiyo ni mambo kama hayo. Na nyinyi mna handle vipi? Niambie, naweza kukuita wakili? Ni wakili. Haya, sasa naweza una handle vipi wakili kwamba alivyozungumza Happiness ni ukweli kabisa, na sio tu kwenye maeneo kama tu soko la hisa, ni kote. Yani tuongea hapa general kwa kila kampuni, lakini kwenye upande wenu ambao ndo asilimia wanawake ni wachache mno, competition ni ngumu, wanavyosema wanaume wanakuwa aggressive, yani wanakuwa ile wanajipambania, wanaenda kule mbele. Nyinyi mna handle vipi? Kuna yote sasa, unawezaje kuleta ile work life balance tunaosema? Kwanza kwenye kuendeleza hicho alichokuwa nakizungumzia Happiness, kama kwenye ajira tunatafuta mtu mwenye sifa fulani, na wanatokea wanaume na wanawake ambao wote wana sifa hiyo, wanaonekana wana uwezo sawa, ili kuinua mwanamke atapata upendeleo. Sio kwamba hana sifa, tunaangalia kwamba ana sifa na kwamba ana uwezo wa kufanya hiyo kazi, basi atapewa nafasi mwanamume, ili kuongeza ile nafasi ya kuinua wanawake. Na
tayari wanawake wako kwenye ajira, wengine ni wanawake bado vijana wadogo, wanafunga ndoa, wanaanza kupata watoto. Kwa soko la hisa tuna support sana. Okay. Tunawasapoti kwanza kuanzia maandalizi tu ya ndoa, tuna support. Kuna michango ya individuals, lakini pia kuna kisehemu mwajiri anatoa kama zawadi. Kwa hiyo ni kwamba tuna encourage, tunatambua kwamba mwanamke akifika umri fulani atafunga ndoa. Tunatambua. Kwa hiyo kuna kitoken kinatolewa kama zawadi. Yuko kwenye ndoa, akipata mtoto, tunafuata sheria za nchi, atapata maternity leave yake kama sheria za nchi zinavyotaka. Lakini pia kwenye policies za mwajiri kuhusiana na wafanyakazi, kuna muda ambao mfanyakazi anapata ruhusa, anatambulika kwamba atatoka mapema zaidi, aidha katikati ya muda wa kazi kama anaishi jirani, ataenda kunyonyesha kisha atarudi, au mapema kabla ya muda wa kufunga ofisi. Atatoka mapema kuliko wafanyakazi wengine ili aweze akaenda kumhudumia mtoto. Kama tunatambua pia mwajiri, soko la hisa kama mwajiri si kama waajiri wengine kwamba mtu akiwa anaombaomba ruhusa mara kwa mara anasema sasa bora tu uendelee kulea, wanajaza ile nafasi. Hapana. Sisi kuna huo uhimilivu na uvumilivu kwamba mtu atapewa nafasi, atamhudumia mtoto, kwa sababu bila kumhudumia mtoto kwa uhakika akapata matibabu na nini, performance yako sokoni haitakuwa nzuri. Kwa hiyo watu wanapewa nafasi, wanahudumia watoto, kupeleka hospitali, ni vitu ambavyo vinatambulika. Kwa ofisi mpya ambayo tumehamia sasa hivi, kuna some chambers ambao mtu anaweza akaenda akaandaa akakamua maziwa mtoto. Yes. Sawa, ofisini au kama mtoto ameletwa anaweza akaenda pembeni akaenda kunyonyesha. Sawa. Hiyo nimeona imekuwa kwenye makampuni mengi sana sasa hivi amboni. Kwanza hii miaka ya karibuni ndo nimeanza kuona kwamba wanaita nursery room ya watoto, umeelewa? Ambao ni vizuri sana, au feeding room ya watoto ambao ni vizuri sana. Kwa hiyo tuna support wafanyakazi wa kike ili aweze kuwa na akili iliyotulia na matokeo yaonekane katika kazi anayoifanya. Fantastic. Na pia kuongezea hapo, hizo ni initiatives zetu kama kampuni DSC. Lakini sasa sisi DSC tuna makampuni pia yaliyojiorodhesha. Tumechukua initiatives mbalimbali kuhakikisha pia haya makampuni pia yanafanya tunayofanya na zaidi, kwamba yanahakikisha kwamba kuna usawa wa kijinsia katika makampuni. Mwaka 2022 tuli review kanuni zetu na kuweka kipengele kwamba kuanzia mwaka 2023 kwenda mbele, kampuni zote zinatakiwa ziripoti kwenye masuala ya uendelevu, sustainability, ikiinclude mambo ya mazingira, ya jamii na mambo ya utawala bora. Sasa kwenye jamii ndo kunawekwa kipengele cha gender equality na usawa wa kijinsia. Kwa hiyo makampuni yote yanatakiwa yaonyeshe yanafanya nini kwenye kuhakikisha kwamba kuna usawa wa kijinsia. Kwa mfano kwenye hiyo kuwa na nursery rooms, haya mambo ya likizo. Kuna kampuni nyingine ambazo zimeorodheshwa zinatoa maternity leave kwa wanawake labda miezi 5 na paternity leave pia miezi 5 ili kuhakikisha kwamba mtoto analelewa vizuri. Zinakuja hivyo. Na kuna kampuni nyingine zina hizi nursery rooms, hata watoto wanakuja kazini, at least mama anapata moyo kwamba mtoto yupo, na zinatakiwa zireport, zionyeshe zinafanya nini kwenye hiyo. Lakini pia makampuni haya ambayo kama soko la hisa tuna products za sustainability, tunaorodhesha products za sustainability, na mwaka 2022 tuliorodhesha hatifungani ya NMB Jasiri Bond, ambayo ilikuwa ina kusanya hizo hela kwa ajili ya kusaidia biashara ambazo ndogo na medium SMEs ambazo zinamilikiwa na wanawake. Na hiyo bond ilikuwa ina plan ku raise 25 billion, lakini ili raise 74 billion. Inaonyesha kwanza wawekezaji siku hizi wako makini na haya masuala
gender equality na sustainability. Lakini pia kampuni zimeamka sasa pia kujua kwamba hapa ndio wawekezaji wanapenda na inabidi tuende, lakini pia tunavyo support hizi issues za gender equality, sustainability, tuna support kampuni yetu kwa sababu at the end of the day wateja ni wanawake na wanaume, sio wanaume tu. Kama mmewakuza wanaume alafu wanawake wako chini, nani atanunua hizo products zetu? Nani atashiriki kwenye soko la hisa? Kwa hiyo tunafanya hizo initiatives mbalimbali. Hata kwenye mwaka jana tuna program ya DEEP ambayo tunatoa mafunzo kwa SMEs. Kwa mwaka jana tukasema kwamba specifically tunatoa kipaumbele kwa SMEs ambazo zinamilikiwa na wanawake. Tutatoa free education kwa wao, na tukashirikiana na Tanzania Women Chambers of Commerce na tukaweza kupata kampuni 25 kati ya 65 zilizokuja na zilipewa hii elimu, na baada ya hapo nia ni kwamba hizi kampuni ziweze kupata financing na baadaye hata ziweze kuwa kubwa zaidi, ziweze kuja kuorodhesha kwenye soko la hisa. Kwa hiyo ni kati ya mikakati michache ambayo tunafanya kama soko la hisa pia kwa members wetu. Hongereni, very comprehensive na ni jambo jema sana, na kabla ndosema ni vyema kama makampuni mengine yanaweza kuiga hayo mema ambao mnaofanya. Sasa turudi kwa wawekezaji kwa sababu kupitia soko la hisa Dar es Salaam ni sehemu ambayo mtu anaweza kununua hisa. Mtu yote awe mwanaume awe mwanamke, mtu ambaye anataka tu kuweka hela yake ili baada ya muda aweze kuvuna hela ambayo imerudi na faida. Umenelewa? Anaweza kufanyaje ili sasa ashawishike zaidi kama ni mwanamama? Lakini kabla hujafika hapo, ukiangalia tu kutokana na hatutafuti kwenye kanzidata, lakini ukiangalia tu unahisi nani wako kwenye uwekezaji sana, nani wamepata habari uwekezaji sana kati ya wanaume na sisi wanawake. Kumbuka sisi wanawake tuna vikoba vyetu huko nyumbani na vibubu vyetu kule nyumbani, lakini kwenye soko la hisa mkiangalia tu kwa macho bila kutafuta kwenye kanzidata, generally speaking, kwa generally wawekezaji wa mmoja ukiangalia kwamba kati ya wanaume na wanawake wengi ni wapi? Wengi ni wanaume. Na kama ulivyosema wengi ni wanaume, lakini sio kwamba wanawake si watunzaji na wawekezaji. Wanawake wana namna yao ambayo ni ya utunzaji na uwekezaji. Wanakusanya kwenye vikoba, wanakusanya kwenye vibubu. Ndiyo. Wana mkoba wengi sana wana participate kwenye hizi mkoba na za kuwekeza, na ile wanasema kupeana kwamba tarehe hii atachukua fulani, tarehe hii wanachangiana michezo wanafanya mchezo. Kwa hiyo tuna jukumu kubwa mbele yetu kuwahamasisha wanawake. Tunajua wanawake wana vyanzo vya mapato, wana biashara ndogo ndogo wanafanya. Ndiyo. Na kubwa pia zipo ambao wamesha advance, wapo ambao wanafanya pia biashara kubwa, wana kilimo, wanauza mazao. Kwa hiyo tuna kazi kubwa kuwahamasisha wanawake wafanye uwekezaji kwenye sehemu ambazo ni rasmi, kama kuwekeza kwenye hisa za makampuni ambayo yameorodheshwa sokoni, kuwekeza kwenye mifuko ambayo imeorodheshwa sokoni, au kwenye mifuko rasmi ambayo inasimamiwa na mamlaka ya mitaji na dhamana. Kwa hiyo tuna kazi ya kutoa elimu ili waweze kuwekeza kwenye sehemu ambazo ni rasmi na salama zaidi, kwa sababu tumeshaona mifano mbalimbali siku za nyuma kwamba watu wanacheza michezo ya kupeana, alafu yule anaitwa kijumbe anapotea kabisa na pesa za wenzake. Tumeshaona wakicheza kwenye vikoba, mweka hazina anasema ameibiwa. Ndio. Yani kuna visababu vingi. Ndiyo. Kwa hiyo badala ya zile pesa kukaa kwenye mfumo ambao sio rasmi, ni vizuri wanawake wakajua sehemu salama za kuwekeza, na sehemu salama za kuwekeza ni kwenye mifuko na kwenye soko la hisa. Unafikiri kwa nini wanawake wengi hawajajiunga? Kwa sababu mimi ninavyojua wanawake wote, na hapa siangalia hata Tanzania, nafikiri wanawake wote wa Afrika au tunasema sisi wenye ngozi ya rangi yetu hapa, tunafahamu kwamba tunapenda kuzungumza.
Na tunapenda kwanza, unajua dili tunayopata ni kusikiliza mwenzako. Yani happiness ukija ukinieleza kitu niambie, yani kwa mfano labda mafuta fulani ni mazuri, utanishawishi niende nikayatafute. Ukija ukiniambia nguo labda nunua kwenye sehemu fulani ndio quality ndio nini, utanishawishi naende nifanye nini, nunue pale. Imekuwaje hatujaweza? Kwa sababu tunapenda, wanawake wote tunapenda pesa. Tunapenda kwanza kutumia pesa na tunapenda kupewa pesa. Na tunapenda wengine kufanyia kazi pesa zetu. Kote kote tunapenda. Mbona hatujaweza kushawishika kwenye karne hii sisi wanawake tuwe tu ndio tunajaza kwenye soko la hisa, kwa sababu ina uhakika, umeelewa, ina faida mara nyingi. Umeona, mara chache ambayo haikuletei faida ni mara chache sana, inategemea na nini kimetokea kwenye soko ambayo ni jambo kubwa. Lakini mara nyingi ukiingiza 100 una uhakika kupata 150 au kupata 50 au 200 baadaye. Sio sana sana umeweka 100 alafu upate 50. Ni mara chache. Kwa hivyo maana yake ni kwamba kwa asilimia kubwa utaweza kuvuna zaidi kuliko kupoteza. Sio kama vile umesema kwa kijumbe, yani ile kwa kijumbe una uhakika kupoteza zaidi kuliko kuvuna. Sasa nini ambacho kimefanya wanawake, kwa fikra tu kama wanawake, nini ambacho kimefanya hatujaingia na kujaza soko la hisa? Kama alivyoeleza Mary, kikubwa ni elimu bado wanawake wengi hawajapata nafasi ya kupata elimu kuhusu soko la hisa na jinsi linalofanya kazi. Tukikutana kwenye makundi, mara nyingi tunaongelea mambo mengine. Unajua kama hizi ni sophisticated products, ni zile products ambazo kutoa elimu ni lazima uwe umesomea mambo ya soko la hisa ili uweze kushauri. Kwa hiyo nafikiri ni ile elimu na pia labda uoga. Najua ile uoga wa kupoteza. Tukiweka kwenye kikundi hapa tunaonana kabisa huyu na vitu kama hivyo, lakini ile kwamba nimeweka kwenye kampuni sijui nitapata hasara, nitapata faida, lakini huo uoga unakuja kwa sababu pia hiyo elimu, kutokuwa na elimu. Kwa hiyo tuna jukumu kubwa kama soko la hisa kuendelea kuelimisha jamii, kuendelea kuelimisha wanawake, kuambia kwamba hizi products pamoja ni kwamba mna uwezo mkubwa wa kusave, basi mje sokoni mwekeze ili mtaji uweze kukua zaidi. Hiyo ni nzuri kabisa, kuna elimu. Lakini je, unafikiri pia labda kwenye upande wa urasimishwaji, yani ile kuregister na kila kitu, unafikiri kuna ugumu pale? Unajua ukienda kwenye zile mifano tumetumia, michezo, vikoba, hali kadhalika, zile ni rahisi tu. Ukinipeleka pale unanitambulisha, bwana huyu dadangu, ndugu yangu, nini, tunaingia naanza kuweka pesa yangu. Je, unafikiri kwenye swala la urasimu labda hapo inaweza kuwa inaleta shida? Kwa sababu sisi wanawake wengi saa zingine hatuna sijui makaratasi, sijui sina sijui NIDA, mara sijui sina ID yoyote, sije kuajiriwa, umenelewa, hata cheti cha kuzaliwa, yani mnaanza kunisumbua. Kwa hivyo ni bora nende kwa kijumbe wangu kule, yani pale unahitaji tu namba ya simu, leta namba yako ya simu 07, tunaendelea. Ili uwekeze kwenye soko la hisa ni muhimu sana ukawa na utambuzi. Si utambuzi wa simu peke yake. Of course, sasa hivi umiliki wa simu una utambuzi, lakini si wote wanatumia namba za simu ambazo zinawatambua wao kama wao. Yeah. Unakuta namba imekuwa registered na mtu mwingine, lakini amepewa simu na ile namba anaitumia kwa muda mrefu. Kwa nini tunasisitiza kwamba inaweza ikaonekana kwamba kuna ugumu, kuna urasimu kwamba uwe na National Identification Number, uwe na address, uwe na bank account, yani namba ya account ya benki. Inaweza ikaonekana kwamba kama ni urasimu, na hivyo havihitajiki kule kwenye ukusanyaji wa mdogo unaofanywa kwenye kupeana au vikoba. Lakini ni muhimu sana, kwa sababu ili uwe mwekezaji lazima uingie kwenye kanzidata ya soko. Na kwenye kanzidata ya soko lazima watakufungulia account kama account ya benki, account ya umiliki wa zile dhamana zilizoko sokoni. Kwa hiyo utahitaji utambuliwe. Ni muhimu sana utambuliwe. Uwe na National Identification Number, kuna wengine wana passport number, lakini uwe na kitambulisho ambacho kitakutambulisha. Sasa hivi tunasisitiza sana National Identification Number, kwa sababu mifumo ya soko inasomana na mfumo wa National Identification Authority. Mifumo inasomana. Kwa hiyo ni muhimu. Hiyo inawezesha
urahisi pia, kama Kanzidata ina details zako zote, ina taarifa zako zote, jina lako kamili, kitambulisho chako, utambulisho chako, adresi zako, akaunti yako ya benki, basi hata kwenye zile kampuni ambazo umewekeza ni rahisi wewe kuja kulipwa gawio kama kuna ulipaji wa gawio. Kama kampuni imefanya vizuri, kuna ulipaji wa gawio, hatuanzi kukutafuta. Tuna details zako zote, utapata faida yako, unalipwa kwa urahisi. Iwe unalipwa kwa ile sim wallet au unalipwa kwa nini, account number, benki, inakuwa ni rahisi. Na pia kwenye ubadilishaji, unataka kuzihamisha hizo hisa kwa mtoto wako, kwa mume wako, au ni rahisi kwa sababu zile details zipo. Utakachoonyesha tu, utaleta cheti labda cha kuzaliwa kuonyesha huyu kwamba ni mtoto wako, na zinahamishwa. Kwa hiyo utambulisho ni muhimu sana, si urasimu, ni kitu ambacho hakichukui muda sana. Kwa hiyo tunawashauri wale ambao hawana namba ya utambuzi ya taifa wawe nazo, kwa sababu kwa sasa hivi ushiriki wa soko umekuwa ni mrahisi sana, kwa sababu unaweza ukashiriki kwa kutumia simu ya mkononi. Kwa hiyo kwa kutumia simu ya mkononi unaweza ukafungua akaunti ya uwekezaji na unaweza kuwekeza ukiwa popote pale, kijijini, mjini, mbali na Dar es Salaam, karibu na Dar es Salaam. Hauhitaji kutembea kwenda kwenye ofisi ya wakala wa soko. Sawa. Na kwa sababu mambo mengi yanafanyika kwenye hizi simu za kiganjani, ndio unaelewa kwamba hapo ndo tunaelekea. Na lazima pia unajua, na pia matapeli wapo wengi. Kwa hivyo kama hujaweza kujiandikisha na kujitambua vizuri, unaweza kuta tu mtu anatumia jina lako. Inatokea mara ngapi tunatumia? Kwa hivyo kama hauna labda fingerprint, labda huna ID, mtu anaenda pale anasema mimi ni Mary Steven Niwasa, mimi ndo mmiliki wa hii account. Jamani, kumbe ni mtu tofauti. Hiyo naelewa, lakini pia kuna ile njia ambayo tunawezaje kuwafikia wakina mama. Lakini swali ambayo inakuja la muhimu ni kwamba ninahitaji kuwa na shilingi ngapi ili niwe mwekezaji kwenye soko la hisa? Yani kwa sababu inaonekana labda ni wale wenye kipato kikubwa. Mi unajua kwenye mchezo wetu si tunacheza 2,200 kwa siku. Umeona sasa huku kwenye soko la hisa, jamani, mnataka nitoe malaki, tunaniambia niwe na umiliki wa kampuni fulani. Huo umiliki hiyo kampuni nikiangalia ni kubwa sana. Unasema kampuni ya saruji, watakubali 2,000 yangu? Sasa je, natakiwa kuwa na shilingi ngapi? Kwa sababu hiyo kitu ni kipengele kingine. Je, naitoa yote mara moja, nakuwa naweka vipi? Ambapo sasa mama ambaye anatutizama sasa hivi, ambaye amewiwa kuingia kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, amejinunulia zawadi ya siku ya wanawake kusema mimi nitajiunga na soko la hisa la Dar es Salaam, ajitayarishe na shilingi ngapi? Kumekuwa na mtazamo hasi kwamba washiriki au watu wanaotakiwa kushiriki kuwekeza kwa kupitia soko la hisa ni wale wenye uwezo mkubwa, matajiri. Huo ni mtazamo mbaya. Na ni mtazamo mbaya kwa sababu si kweli kwamba ni lazima uwe tajiri ndio uweze kumiliki hisa kwenye kampuni iliyoorodheshwa sokoni. Hata kipato cha kawaida, mtu yeyote mwenye kipato cha kawaida, mama mwenye kipato cha kawaida, mama ambaye anatembea na mahindi kuuza na mapapai kichwani, maembe, anauza ndizi, anauza pia, anaweza akawekeza sokoni, kwa sababu kiwango cha chini cha kununua hisa ni hisa 10 tu. Okay. Ni hisa 10 tu. Kwa hiyo kila hisa ni bei gani? Sasa inategemea sasa unataka kununua hisa kwenye kaunta gani? Unataka kununua hisa za kampuni gani ambayo ni ya bei gani? Kwa mfano unataka kununua hisa za DSE. Jana ilifunga kwa 6,700 kwa shilingi 6,000 na let's say kwa mfano 6,700. Unataka kununua hisa 10 za kuanzia. Ndio. Kwa hiyo utahitaji uwe na shilingi 67,000. Na umenunua hisa zako 10. Kuna kampuni nyingine bei iko chini ya kuna hapo. Kampuni nyingine ambao labda ni shilingi 400, 500 na. Kwa hiyo kuanza kununua hisa kidogo kidogo kwa kuanzia na hisa 10
na unaendelea tena kununua hisa 10 kidogo kidogo, hisa 3 ngapi pia unaweza kununua pia. Kwa hiyo hauhitaji pesa nyingi, kwa sababu ukinunua mara moja haina maana kwamba utajifungia hutanunua tena. Kwa hiyo unaweza ukaanza leo hisa 10, nimefanya biashara yangu, nimepata mahitaji yangu kutokana na ile biashara, nina akiba ya kiasi kadhaa, shilingi 20,000, 50,000, nina akiba ya mwezi 200,000, 300,000. Badala ya kwenda kuiweka kwenye savings tu account ikatulia kule, unaweza ukaiwekeza kwa kununua hisa au kwa kununua kuwekeza kwenye mfuko wa kuwekeza pamoja, hizi collective investment scheme. Sasa hivi sokoni tunazo ambazo ziko sokoni, ambayo zinaitwa exchange traded fund, mifuko ambayo ina zile units zake zinauzwa sokoni. Unaweza pia ukawekeza, kwa sababu unaweza usiwe na uwezo wa kununua hisa za kampuni fulani, ambao bei yake iko juu sana, ukaona mimi mpaka niwe na kiasi kinachoonekana, inaweza ikawa ngumu, lakini nitawekeza pamoja na wawekezaji wengine kwa kupitia exchange traded fund, ambao hiyo mifuko inawekeza kwenye haya makampuni ambayo yanafanya vizuri zaidi sokoni. Okay. Yes. Kwa hivyo ni njia nyingine. Sasa nimeweka 67,000 yangu, nitapataje au ninapataje na hilo gawio? Nitajuaje kwamba 67,000 zangu zimezaa matunda? Inategemea, kwanza inategemea umewekeza kwenye hisa moja kwa moja au umewekeza kwenye mfuko. Kama umewekeza kwenye mfuko, thamani yake utakuwa unaiona jinsi mfuko ile sema net asset value kwa Kiswahili nasema ile thamani ya underlying assets ambapo wamewekeza, thamani ya mfuko inavyobadilika na ile thamani yako ya uwekezaji inaongezeka. Okay. Kama umewekeza kwenye hisa, utapata gawio kama hiyo kampuni ambayo umewekeza imetengeneza faida. Na kama imetengeneza faida, basi wewe kama mwanahisa, wakitangaza kwamba kutakuwa kuna mkutano wa wanahisa, mkutano mkuu wa wanahisa, unatakiwa una haki ya kuhudhuria kwa sababu ni mwanahisa. Utahudhuria, utasikia kuhusiana na jinsi hiyo kampuni ilivyofanya kwa mwaka husika, je, imefanya vizuri, imetengeneza faida, na kama imetengeneza faida kutakuwa kuna gawio la kiasi gani kwa hisa moja. Kwa hiyo utajua kwamba kuna ulipwaji wa gawio kutoka kwenye kampuni fulani. Na utalipwa kwa maana kwamba yule msimamizi anayesimamia ulipaji wa gawio ambao anaitwa msajili wa daftari la wanahisa, yeye ana details zote pale sokoni. Msajili wa madaftari ya wanahisa ni CSDR. Okay. Wao kule wana record zote za makampuni ambayo wanahisa wake ni akina nani. Kwa hiyo lile swali lilikuwa nasema mpaka uwe na namba ya benki, uwe na namba ya simu, wale kule wanazo hizo details zote. Gawio likilipwa, wao ndio wanasukuma hizo pesa kwenda kwa wahusika. Unaweza ukalipwa kwa simu, unaweza ukalipwa kupitia bank account. Na wakilipa utatumiwa SMS. Na pia tunatoa taarifa mbalimbali, kampuni zinatoa taarifa za utendaji wake, na pia kupitia simu ya mkononi, kupitia MTP, mwanahisa anaweza akajua pia bei imepanda ya kampuni fulani, sasa nahitaji kuuza ili nipate ile faida. Kwa hiyo anaweza nilinunua 6,000 lakini sasa hivi akiangalia sokoni anaona bei ni 8,000 akauza akapata faida yake pia. Hiyo ni benefit nyingine ambayo na kuna mabroker pia. Ndiyo. Mabroker hapo kusaidia kama mtu hujaelewa hujachanganya bado. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia kwa mtazamaji kama ndio kwanza unaangalia kipindi kinaitwa The Boardroom, na leo tupo na Mary Stephen Mniwasa ambaye yeye ni mwanasheria kiongozi wa soko la hisa na katibu wa bodi ya kurugenzi kutoka soko la hisa Dar es Salaam, lakini pia Madam Happiness Lodrick Mushi, yeye ni Head of Risk and Compliance, pia ametoka kule soko la hisa Dar es Salaam Stock Exchange. Leo tunazungumzia swala la kupiga kengele kwa ajili ya usawa wa kijinsia.
Ndio maana tuna focus zaidi kwa yule mwanamama. Lakini pia watoto wa kike, je, kuna umri wote ambao, kabla tujajibu na tuenda mbali, kuna umri wote wa mtu kununua hisa au kutaka kupata hisa? Kwa sababu tunasema sasa hivi kwamba tuna usawa, haki, hatua kwa wanawake na wasichana wote. Kwa hivyo kama tunataka huyu msichana aelewe kutumia pesa ili asilubuniwe na mtu kwa kigezo cha njoo ule chipsi, njoo nitakunulia hiki, njoo nikupe gari, njoo nifanye, huyu mwanadada, huyu msichana tukianza kumfunza kununua hisa akiwa na umri mdogo, wakati ni msichana, atakuwa mwanamke ambaye ana haya yote. Tuna umri? Ndio, kuna umri, lakini naomba nieleze namna hii. Okay. Kama ambavyo katika hali nyingine yote huwezi kuingia mkataba na mtoto wa chini ya miaka 18. Kabisa. Basi kwenye soko la hisa ni vivyo hivyo. Lakini mimi nataka kuwanulia watoto wangu. Sawa. Ndio maana nimesema hivyo. Yes. Kwa vile mtoto wa chini ya miaka 18, yule ambaye kisheria anatambulika kwamba ni mtoto, hawezi kuingia mkataba, basi hata kwenye soko la hisa hawezi kununua mwenyewe. Kwa hiyo tuna akaunti za watoto, na zipo nyingi tu. Wazazi wananunua kwa niaba ya watoto wao, zinaitwa Interest for ITF. Kwamba wewe una mtoto wako au watoto wako wako chini ya miaka 18, unawafungulia akaunti za uwekezaji, unanunulia hisa za makampuni yoyote unayotaka, lakini jina litakaloonekana pale litaonekana jina lako Interest for fulani. Yaani wewe unasimamia ile akaunti mpaka afikishe miaka 18. Ndio yanaendelea. Akifikisha miaka 18 unaandika kuomba ikabidhiwe sasa mwenyewe. Kwa sababu ninavyofikiria kuna ubora, ukianza kununua, ndio hivyo, unajua wenzetu wa nchi ambazo zimeendelea wanaanza kununua hizi wakiwa wadogo. Na unajua, nafikiri tunafahamu wote siri ya uwekezaji ni wakati unaanza ukiwa mdogo, kwa sababu inachukua muda. Yaani mpaka uone mafanikio mazuri yale matamu kabisa ya kubadilisha maisha. Umewekeza miaka 10, miaka 15, miaka 20. Sasa kati ya sisi hapa, sisi hatuna uhakika huo. Lakini kwa watoto wetu tukifikiria kwa mipango mema ya Mungu, kama na mwaka mmoja unatarajia nafika miaka 15 na 18 au 20. Kwa hivyo ukianza kuweka kila mwezi, tuseme ndio hiyo unasema hata 67 tu. Italeta manufaa. Inafanyika hivyo. Kwa wale wanawake ambao tayari wameshafahamu, wanafungua akaunti za uwekezaji za watoto wao na wananunulia hisa kwa majina ya watoto wao, lakini kwa wao wakiwa wasimamizi na kuja kuhamishwa baadaye. Sasa swali lako lilikuwa ni kwamba tunawafanyaje hawa watoto wa kike ili waweze kujua umuhimu wa kuwekeza. Kwa sasa kinachofanyika sokoni ni kwamba tunawahamasisha wamiliki wa shule, wasimamizi wa shule, watuletee watoto au watualike kwenye mashule kwenda kutoa elimu ya uwekezaji na usimamizi wa fedha. Kuna shule ambazo zinaleta wanafunzi sokoni, shule za msingi zinaleta wanafunzi sokoni, anakuwepo afisa wa soko anaeleza kuhusiana na masuala ya usimamizi wa fedha na uwekezaji. Tumeshapata pia watoto wa nursery school. Kuna shule ambazo pia zimeleta nursery school. Mashallah. Na msimamizi wa soko katoa hiyo elimu na wanakuwa na uelewa na wanafurahia somo. Yes. Kwa shule za sekondari tumekuwa tukipokea sana. Ila tuna jambo la kusikitisha ni kwamba nyingi ya shule hizo zinazokuja unakuta ni private schools. Kwa hiyo tutumie nafasi hii kuzikaribisha pia government schools, shule za serikali. Na zenyewe ziona umuhimu wa hii elimu kuwafikia watoto. Wanaweza katualika tukaenda kwenye mashule kutoa hii elimu, au wakaja na madarasa yao, labda madarasa kama ni sekondari, madarasa yale yenye mchepuo wa biashara au hata madarasa mengine, wakaja wanapata elimu ya usimamizi wa fedha na uwekezaji. Hiyo tunaifanya kabisa sokoni na haina malipo yoyote. Pia tunapokea wanafunzi kutoka kwenye vyuo vya elimu ya juu. Wanakuja na walimu wao, wanapata hiyo elimu sokoni. Zaidi ya hapo, tuna kitu kinaitwa Scholar Investment Challenge. Hii ni ya higher education.
institutions. Wanafunzi wanaosoma kwenye vyuo vya elimu ya juu wanashirikishwa kwenye shindano la uwekezaji. Wanapewa pesa ambazo sio halisi, virtual money, wanapewa pesa ambazo sio halisi, zinawekwa kwenye simu zao. Kuna mfumo ambao unafanana na mfumo halisi wa uuzaji na ununuzi wa hisa. Ni mfumo ambao uko kwenye simu, wanafunzi wanakuwa na access ya huo mfumo, wanashiriki kwenye uwekezaji. Kunakuwa na makampuni haya yote ambayo yameorodheshwa, lakini inafanyika katika mfumo wa shindano. Na pametokea wanafunzi wanafanya vizuri, na wale wanaofanya vizuri wametokea wanapata ajira kwenye mashirika na kwenye mabenki. Hata benki kuu hapo wanafunzi ambao walishinda kwenye hao mashindano wakaonekana wanafanya vizuri, wamepata ajira. Wow. Kwa hiyo na ushiriki wao pia tuna encourage na watoto wa kike washiriki, waende wakashindane na wenzao. Yeah. Hongereni, ni jambo jema kabisa, kwa sababu ukianza kumwandaa mtoto wa kike au mtoto yote jinsi yote akiwa mdogo, kuanza kujua kutengeneza pesa, kuhifadhi pesa, basi hata kuwa na matumizi makubwa sana. Na hisi kuna changamoto, nilikuwa nasoma kwenye sehemu moja kwamba changamoto ya watu ambao wamekuwa watumiaji wakubwa sana wa fedha ni kwa sababu wameipata kujua ukubwani. Lakini ukianza kuelewa na kuweka akiba, wangapi hata watu wakubwa hatuweki pesa akiba. Unaweza kusema kweli hata hazipo za kuweka akiba, lakini ukianza kama umeanza na hao, umeanza nao wadogo, atajua kwenye kila 10,000 angalau hata 500 niweke akiba, nibaki na 9,500. Kweli kabisa. Sasa tuambie kuhusu siku ya tarehe 6 ambayo ndio itakuwa siku Dar es Salaam Stock Exchange au soko la hisa Dar es Salaam ya mwezi wa 3 itakuwa inaadhimisha kwa kupiga kengele kwa ajili ya usawa wa kijinsia. Itakuwa nani atafika pale, nini kinatarajia kutokea, tutavaa nini? Unajua sisi akina mama shughulini tuna sare yetu ni ipi? Asante. Kwa kweli hii siku ni ya kipekee sana. Ndiyo. Na kama DSC tunakuwa tumepartner na wadau pia na mashirika mengine, IFC, UN Women na UN Global Compact kuweza kuiandaa hii siku kwa Tanzania, na tumeweza kualika wadau mbalimbali, makampuni mbalimbali na taasisi mbalimbali, zote zitashiriki. Members wetu pia DSC zitashiriki kwenye hii siku, na lengo ni kupaza sauti na kuhamasisha kwamba wanawake waweze kushirikishwa kwenye shughuli za kiuchumi na pia kwenye soko la hisa, na pia kuendelea kupigia kelele hii swala la haki na usawa kwa wanawake na wasichana. Kwenye kuvaa, kwa kweli ni kwamba unajua wanawake kwenye mambo ya kuvaa ni kwanza kwenye kupendeza ni kawaida yetu. Ndiyo. Kwa hiyo ni kupendeza, lakini kuna yale mavazi yetu ya kina mama ambayo tunapenda kujitofautisha kidogo. Kuna vitenge, kuna sare mbalimbali. Kwa hiyo ni smart casual. Kwa hiyo kila mtu anaweza akavaa ile vazi ambayo atakuwa comfortable kuwepo, lakini pia kuashiria kwamba hii ni siku ambayo tunasherekea na tunafurahia pia tulipofika, lakini tunapiga hatua zaidi kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya kuhakikisha kuna haki na usawa kwa wanawake na wasichana wote. Okay. Kuna la kuongeza? Sana siku hiyo kutakuwa kuna majadiliano mbalimbali. Wataalikwa wataalamu na watajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya usawa, haki na kupiga hatua. Okay. Hii kwa soko la hisa Dar es Salaam itakuwa mara ngapi kufanya hii piga kengele kwa ajili ya usawa wa kijinsia? Itakuwa mara ya 8. Mara ya 8. Yes. Ndio mtakuwa mmeshiriki. Na matokeo yake yamekuwa yapi? Sherehe zimeenda zikibadilika siku hata siku. Mwanzoni ilikuwa ni watu wachache sana. Discussions zilikuwa fupi, lakini jinsi muda unavyoenda tunapata partners wa kufanya nao kazi kama wamesema Tanzania UN Global Compact, IFC, shirika la IFC na mashirika mengine na taasisi mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kijinsia. Kwa hiyo washiriki wanaenda wakiongezeka na mada zinaenda zikiibuliwa na kujadiliwa kwa upana mkubwa zaidi. Kwa hiyo jinsi siku zinavyoenda, hii siku inapewa umuhimu mkubwa zaidi.
Okay. Unazungumza mada, labda tunaangalia mada ipi watu watakuwa wanazungumza siku kama hii ya hiyo ya kugonga kengele. Kuna hii ambayo ni haki, usawa, haki, hatua, yani ambayo ndio kauli mbiu ya wanawake. Hiyo ndio itakuwa mada kuu, lakini kuna mada gani zingine ambayo tunafanya ambayo ndio hiyo tunasema kwa Kiingereza inclusion, yani inclusion unaweza sema nini kwa ushirikishwaji, ya ushirikishi. Tunafanyaje nao mengine kwenye hizo mada? Okay, kuna mada kuhusu mambo ya kisheria. Tunafahamu kwamba bado kuna sheria ambazo zinamfanya mwanamke awe nyuma kidogo. Kuna hii study imefanyika, inaonekana karibu ya nusu ya nchi duniani zinaangalau sheria moja inayowazuia wanawake kufanya kazi sawa na wanaume. Kwa hiyo kwenye mambo ya sheria, jinsi ya kuboresha sheria kuweza kumsaidia mwanamke na msichana aweze kusonga mbele zaidi. Lakini pia jinsi ya kutumia teknolojia, maana inaonekana wanawake wengi bado hawako kwenye matumizi ya teknolojia kama ilivyo wanaume. Jinsi ya makampuni sasa haya private sector yachukue hatua gani? Kwa yana share experience. Mengine atasema tumefanya hivi na hivi, tumeachieve sasa hivi wanawake wengi zaidi wamejumuishwa kwenye teknolojia, na ili kuwahimiza wale wengine ambao bado hawajachukua hatua. Kwa ni discuss experiences, kushare experiences kwenye teknolojia. Kwenye mambo ya kazi, kuna kampuni nyingine ambazo zimeweza kufikia hii usawa wa kijinsia. Kuna nyingine zipo nyuma sana. Tukiangalia DSC, tukiangalia CEOs ambao wapo kwenye makampuni ambao yameorodheshwa kwa mwaka huu 2025 walikuwa ni CEO 3 tu katika hizo kampuni 28. Sasa kampuni zilizoweza kuwa na viongozi wakubwa wanawake zitadiscuss zimefanya nini ili kufikia hapo, kuwasaidia wale wengine ambao bado hawajaweza, kushare experiences, na tunavyoona tufanye mikakati gani kama private sector na pia serikali ili tuweze zaidi kusaidia kwenye hili swala la kufikia usawa wa kijinsia. Kwa hiyo ni kushare experiences, lakini kwa wengine kusema tumefanya nini vizuri zaidi, kuweza kuwapa hamasa wengine, na pia tupo wapi na tunategemea kufika wapi. Fantastic. Lakini pia kuna swala ambao umezungumzia ya uongozi. Umeona, na pia wewe umegusia wakati tulikuwa tunaanza kipindi. Uongozi, je, tunafanya nini kuwatayarisha viongozi wajao kwenye sekta ya fedha, biashara na hata sekta ya soko la mitaji na soko la hisa? Tunafanya nini hasa? Okay, kwa soko la hisa sisi kama kampuni kwanza tukianza, tuna program mbalimbali za leadership ambazo tuna sponsor wafanyakazi wetu waweze kusomea. Kwa hiyo tuna expose kwenye hizo program Uongozi Institute na mashirika mengine, lakini pia kwa members wetu tuna partner na makampuni mengine au mashirika mengine kama IFC, kama WIMA. Tunatoa hizo education au hizo training kwa wafanyakazi wa makampuni yaliyoorodheshwa kwenye soko la hisa, na baada ya hizo training tunaweza kufuatilia sasa zile statistics, sasa hizi kampuni zimefikia wapi kwenye hili swala. Je, wanawake wengi sasa wanatoka kwenye zile nafasi za chini wanaenda kwenye nafasi za juu zaidi? Lakini pia tuna expose wanawake ambao wamekuwa employed kwenye soko la hisa kwenye mentorship programs. Tunaweza sometime tukaamua madam, hapa uje utupe somo mentor the women ili waweze kufanya vizuri zaidi na kuweza kukua zaidi. Kwa ni hizo hatua tunazofanya. Unajua nafikiri wote tunaweza kusema hapa, wote tumekuwa bila kufanya hizo mentorship program. Tumezikuta sasa hivi ukubwani. Yes. Lakini hebu fikiria, nafikiri tungekuwa wote, wewe, mimi na dada hapa, tungekuwa tumefika mbali kama tungekuwa tumefanya hiyo mentorship zamani. Umenielewa? Nakumbuka kwenye shule za sekondari tulikuwa tuna dada mkubwa. Lakini dada mkubwa sio mentor. Dada mkubwa alikuwa anaangalia umetengeza kitanda, umefanya umefanya nini, msafi, umefunga tai nini, lakini angekumenta kwamba Mary, unataka kusoma nini? Njoo kaa hapa, fanya hivi. Huyu unataka kufanya, yani anakutengeneza, anakushape vizuri. Tungeanza hiyo, lakini mentorship tumekuta ukubwani. Tukianza hata hawa ambao wako labda wewe umenta mdada ambaye yuko chuoni, umenta mdada ambaye yuko sekondari, na vile wewe utampatia nafasi kubwa sana ya kuelewa nini kinachoendelea. Na pia napenda kusema wakati wote mentorship sio lazima iwe siku nzima, hata dakika 40 tu huwezi kosa.
kwa wiki au kwa mwezi unaambia nitakupatia masaa haya mawili. Unaona, kwa hivyo ni kitu ambacho tunaweza, kwa hivyo nimefurahi sana kusikia hivyo. Wakati unamalizia sasa kwenye upande huu wa Ring the Bell for Gender Equality, huwa kuna somo huwa tunaipata kwa njia ngumu, umeelewa? Sio masomo yote yanakujaga kwa njia rahisi. Masomo kwenye maisha nikimaanisha huwa yanakuja kwenye masuala magumu kama hapa. Umesema vizuri sana kwamba hii soko yetu wanawake tungekuwa tumejua awali, leo tungekuwa tupo wengi kwenye soko la hisa. Wanawake tungekuwa tumejitayarisha, tumepata hiyo elimu ambayo ulikuwa unasema, sasa hivi tungekuwa tuko wengi ambao tu ni wawekezaji. Lakini hizo ndio somo kwa sababu ya kitu ambacho kimetokea hatujaweza kupata. Na hisi labda nikuulize, unafikiri kuna somo ipi we mwenyewe binafsi hata kwenye maisha yako ambao umeipata kutokana na kitu itoke kibaya ndio upate hiyo somo? Kuhusiana na uwekezaji? Kuhusiana na uwekezaji, kuhusiana na sekta, tukiangalia kwenye upande wa gender equality. Kuhusiana na uwekezaji, somo nilolipata ni kwamba unapopata ufunuo kuelewa kwamba kuna uwekezaji ambao unaweza ukafanyika kupitia soko la hisa, usisite kuanza. Mimi binafsi na hisi nilichelewa kuanza sana, ilibidi yani ujisikie hivyo. Ni baada ya kwamba nimeajiriwa soko la hisa ndio akili ikaamka. Kwa hiyo kama ukipata hii elimu, mwanamke yoyote ambaye ananisikia sasa hivi, ukipata hii elimu kuhusiana na uwekezaji rasmi, usisite kuanza. Haya. Na kwenye gender equality, somo ambayo ilikuwa vibaya lakini ndio ikakufunza. Na kwanza huko kwenye sehemu ya wakili najua hata kwenye wakili tu nikikaa nikifikiria hivi naweza kuona tu namba za wanaume ni wengi kuliko hata akina mama. Kwenye wakili tu wala sina kandidata, ila kwa kutokana na vile nimeona yani ushirikiano kati ya sehemu ambazo zinaenda mbalimbali, nikiona wakili nakutana na wakili wengi kuliko wanawake. Okay. Kwenye upande wa masuala ya gender equality, somo ambalo, kitu ambacho naweza nikakizungumzia ni kwamba wanawake, hasa vijana, wasichana wadogo, nikizungumzia vijana nasema wasichana wadogo, tusitarajie kwamba huko juu kuna upendeleo. Tusitarajie kwamba kuna upendeleo. Ukiwa na nafasi ya kusoma, soma kwa bidii. Kile ambacho unakifanya, kifanye kwa bidii. Kifanye vizuri. Ili unapokwenda huku juu, ushindani unakuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo uweze ukasimama na kushindana kweli. Jinsi tunavyoenda, kuna mapendekezo kwamba kwa nini kuna viti maalum vya ubunge. Kweli. Kama sasa hivi imeanza kuwa gumzo. Kwamba sasa hivi mtoto wa kike amepewa nafasi, anasoma kama ambavyo mtoto wa kiume anavyosoma. Kwa hiyo mtoto wa kike ukipata nafasi ya kupigania elimu, ipigania elimu kweli, usome, kwa sababu ushindani uko juu ni mkubwa. Sawa, nimeipenda. Na kwako dada Happiness, nini ambayo ilikuwa shubiri mdomoni lakini sasa hivi imekuwa funzo, imekuwa asali yako? Okay. Kwenye sana ni kwenye upande wa gender equality. Unajua, nafahamu kwamba kwa hindering factor moja ya wanawake kuweza kuwa kwenye hizi positions za juu ni majukumu. Mtu anaona sasa nikiwa kule juu nitakuwa nahitajika sana kuwepo kwenye kazi nyingi, kufanya kazi masaa mengi na vitu kama hivyo. Stress zitaongezeka, kwa hiyo anaona siende. Lakini nilipata shida sana nilivyoanza ajira. Nilivyoanza ajira yangu ya kwanza, nilikuwa na supervisor mwanaume, wote wawili waliokuwa juu yangu. Kwa hiyo kuna sometimes nilikuwa napitia ugumu ambao siwezi kuwaeleza wale. Nitamani ningekuwa na mwanamke nimwambie kitu fulani. Kwa sasa ule ugumu kanifanya kwamba kumbe mimi natakiwa niwepo kule, kwa sababu kunaweza kuwa kuna wengine wakapitia ugumu kama wangu. Niweze kuwa mentor, kuwaelekeza, kuwasaidia. Kwa tunavyokuwa kama wanawake tunaogopa hizi nafasi. Tuna uwezo lakini tunaogopa, tunakuwa tuwatendei haki wale wengine ambao wako nyuma yetu. Kuonyesha kwamba njoni hivi mtaweza, mkipata challenge hivi mtaweza kuisolve hivi, tuwa-inspire watoto wetu na wadogo zetu, na tusijifikirie sisi wenyewe, tufikirie vizazi vyetu pia.
Nafikiri hiyo kabisa. ndio Napenda hiyo, napenda hiyo, lakini pia tuwe kweli, kuna wanawake wengine wakipata hizo nafasi wanakuwa ndo wabaya hata kuliko wanaume, na hiyo kitu lazima pia tuseme ukweli, tuseme ukweli. Vile umezungumza ni ndo inavyotakiwa. Ulipitia sehemu ambao ukasema wacha mimi nifanye kazi nifike hiyo, niwe meneja pale au niwe bosi, ili nikikuta mwanamke mwingine anaweza kupata nafasi, jeongea niambie, bwana dada Happiness, yani labda mimi na mume wangu tumekosana, labda na mtoto, labda na ujauzito, labda na haizi kuambia kwa wanaume wale ambao wako pale, lakini angekwambia wewe. Lakini ungekuwa mtu ambaye huna ile nafsi na roho nzuri, ungambia nimesema hivi kazi ifanyike, umeona, yani bila hata kuwa na ile utu au kusema ninakuelewa, nenda upumzike kidogo, umeona. Nafikiri nishai kuona hata kwenye hizo anatuma kwenye social media, mdada mmoja ambaye alikuwa ana mtoto mchanga na kila kitu, alikuwa anafika ofisini, yani mtoto nafikiri alikuwa mgonjwa na lala kabisa. Umeona, yule meneja anamwangalia. Sasa na meneja alikuwa ule mkali. Siku moja meneja ndo anakuja kumwangalia, ni ndo anamcha na rafiki yake, bosi anakuja. Kwa hivyo najua kushtuka, akaja basi mimi nimeisha. Meneja akamwambia kesho njoo na huyo mtoto hapa. Kashangaa, kaja na mtoto. Meneja sasa akaa ofisini, anashika na mtoto ambaye aendelea na kazi, akamwekea na sehemu ya kulala, akamwambia endelea na kazi tu hivyo, umeona. Kwa hivyo huyo alikuwa ni mtu anaweza kuelewa. Sasa huwezi kusema labda kuna mwanaume ambaye angeelewa zaidi, lakini inavyoonekana kwa kitu ambacho alikuwa anafanya, alikuwa anafika anafanya kazi kidogo, analala, watu wangeambia bwana mwenzangu unatupotezea muda, nafikiri ni muda kuondoka. Kwa hivyo nimewashukuru, mumetufungua sana akili pamoja na mimi na mtazamaji kuhusiana na umuhimu wa kupiga kengele kwa ajili ya usawa wa kijinsia. Rights, justice, action, au tunasema ni usawa, haki, hatua kwa wanawake na wasichana wote. Hapa tumegusa yote, tumegusa haki, tumegusa usawa, tumegusa hatua, kama vile tunasema hatua ambayo nini mtu anahitaji kufanya kutokana na huyu msichana na wanawake kwenye upande wa uwekezaji, wafike vipi. Umesema kabisa, ukisikia hii taarifa jamani, anza kujua ni kinachotakiwa kufanyika, chukua hatua. Umenelewa? Kwa wasichana tumesema tunawamenta, umenelewa? Tumejua haki yetu kikazi, tunatakiwa kufanya hivi. Umesema vizuri sana. Kama uko shule soma, hakuna upendeleo, itaenda kwa haki, sio upendeleo, ni haki itachukuliwa pale. Umeona, lakini kuna usawa pia. Wewe kama unaweza, mwanaume anaweza, unaweza, wote mna usawa. Kwa hivyo nahisi kwa hii tumeweza kugusa upande wa kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani. Ninawatakia kila la heri. Na unajua anayetakiwa kumuinua mwanamke ni mwanamke mwenzake. Hakika. Kwa hivyo tukiendelea kuinuana tutafika mbali kabisa. Na kushukuru naye kuwa nasi kwenye kipindi cha The Boardroom. Nimekuwa na Madam Steven Mniwasa, Chief Legal Counsel au mwanasheria kiongozi wa soko la hisa na katibu wa bodi wa kurugenzi, na pia nimekuwa na Madam Happiness Malkia Happiness Lodrick Mushi ambaye ni msimamizi wa kitengo cha usimamizi na uzingatiaji wa sheria na taratibu, ambao ni Head of Risk and Compliance. Wote wametoka Dar es Salaam Stock Exchange au soko la hisa Dar es Salaam. Tulikuwa tunazungumza kuhusiana na siku ya wanawake duniani, ambapo kwa soko la hisa Dar es Salaam wao wana desturi ya kupiga kengele ili kuonesha kuna usawa au ajili ya usawa wa kijinsia, kuonesha kwamba tunatambua, tunasherekea, tunaadhimisha, ni muhimu kwa soko la hisa la Dar es Salaam. Na mpaka next time, ciao.